هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ Tunaomba kabla ya kuendelea na ratiba yetu, kuna maelekezo tuweze kupeana. Ratiba yetu si ndefu sana, tunahitaji mpaka saa 7 kamili iwe imemalizika, na kabla ya kumkaribisha mgeni wetu tuweze kuelewa kile ambacho kinaendelea. Ratiba ya pili ni kumkaribisha mgeni wetu Samahatu Sheikh, lakini sehemu ya tatu itakuwa na maswali na majibu ambayo ni kwetu sisi wahudhuriaji. Tutaweza kuleta maswali na majibu yataweza kupatikana kwenye meza. Kisha sehemu ya 4 kuna wageni wetu ambao tunawatarajia, meya wa jiji, lakini bado hajafika na yeye pia ana nafasi. Lakini pia tunaye diwani wetu wa kata hii ya Bondeni ambaye mheshimiwa naye pia bado hajafika, na mwisho itakuwa ni shukurani ambazo zitatolewa na mmoja kati ya mashehe ambao tupo hapa mbele. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, vile vile na kumtakia rehma na amani bwana wetu mtukufu, bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tumo katika mwezi wa Muharram. Mwezi wa Muharram ndio mwezi wa kwanza wa Waislamu. Kwa hivyo tarehe mosi ya mwezi wa Muharram ndio tarehe ya kwanza kabisa ya mwaka mpya wa Waislamu. Kwa hivyo kwa kuingia mwezi huu, Waislamu sasa wamo katika mwaka 1448 wa Kiislamu, ambayo ni sawasawa na karne ya 15 ya Kiislamu, na tunakaribia kumaliza nusu ya kwanza ya karne ya 15 ya Kiislamu. Sasa tuko katika mwaka wa miladia 2026 wa Kiislamu 1448, na Waislamu katika mwezi wa Muharram ambao Waswahili wanasema mfungo 4, Waislamu wanaishi baina ya furaha na huzuni, baina ya sherehe na machozi. Sehemu kubwa ya Waislamu wamo ambao ukifikia mwezi huu wa Muharram wao wanasherehekea mwaka mpya, wanakuwa katika furaha ya kuingia kwa mwaka mpya. Na baadhi ya nchi ni siku ya mapumziko, ni holiday, na Zanzibar imepitishwa kwamba ni siku ya mapumziko. Kuwait ni siku ya mapumziko kwa sababu ni mwaka mpya wa Kiislamu. Na kwa wakati huo huo kuna kundi na umma wa Waislamu ambao wao mwezi wa Muharram unapoingia wanaishi katika majonzi na huzuni. Kwa hiyo umma uko baina ya furaha na sherehe kwa upande mmoja, majonzi, huzuni na machozi kwa upande mwingine. Na nyie ni mashahidi, mkitizama mitandao ya kijamii mtaona hali hiyo, namna ambavyo mnaweza kushuhudia mazingira hayo. Na hali ya furaha imetokana na moja ya mambo mawili: ima kusherehekea mwaka mpya
kwa kuiga ulimwengu wa kimagharibi unaposherehekea mwaka mpya, ule mwaka mpya wa miladia. Lakini vile vile inawezekana nukta ya pili ni kwa sababu ya kuwaonesha wale wenye furaha, wenye huzuni, kwamba si kipindi cha huzuni, ni kipindi cha furaha. Na wale wanaoishi katika huzuni hufanya vikao mbalimbali, hufanya matembezi ya amani, kutaka kuitambulisha dunia kwamba kipindi hiki sio cha furaha. Na mara nyingine ni kutaka kuwaambia wale wenye kufurahi, bwana, kuna mambo yenye kuhuzunisha, sio furaha peke yake. Hali hiyo nadhani mmeiona, na inaleta mgongano hata katika social media baina ya wale wenye huzuni na wale wanaochukulia kwamba hiki ni kipindi cha furaha kwa kuingia mwaka mpya. Nadhani tunasikilizana vizuri mpaka hapo. Lakini kuna kiunganishi kinachounganisha baina ya pande hizi mbili za Uislamu, baina ya wale ambao wako katika mwezi wa furaha na sherehe na wale waliokuwa katika kipindi cha huzuni, majonzi na machozi. Kiunganishi muhimu ni hiki: mwaka mpya wa Kiislamu ulianza lini? Je, ulianza pale mtume alipotumwa? Majibu hapana. Je, ulianza mtume alipokwenda hija? Hapana. Je, ulianza mtume alipozaliwa? Hapana. Je, mwaka mpya wa Kiislamu ulianza mtume alipokufa? Hapana. Mwaka mpya wa Kiislamu ulianza baada ya mtume kutoka Maka kuhamia Madina. Kwa lugha ya Kiswahili wanasema kugura. Alipoguria Madina, ndio hijra hiyo. Ndio hapo Waislamu waliamua kuanza kuhisabu mwaka mpya au mwaka wa Kiislamu. Ukirudi nyuma huko katika historia, utagundua watu walihisabu miaka yao kutokana na matukio mbalimbali. Mabinti wa Shuaib walipokutana na Musa alayhi salam, na Shuaib akataka kumwajiri Musa, kwa maana ajira ile iwe ndio mahari ya kuozeshwa binti. Nabii Shuaib alisema, uridu an unkihaka ihda ibnatayya hatain ala an ta'jurani 8 hijaj. Mimi nataka kuozesha, nataka nikuajiri, lakini nakuajiri, nataka nikuozeshe binti yangu, mmoja wa mabinti zangu, ili ufanye unitumikie kwa muda wa miaka 8. Lakini neno lilotumika ni hija 8, 8 hija, kwa sababu walikuwa wakihisabu kama anavyosema Ayatullah Makarimu Shirazi, wakihisabu mwaka kutokana na ibada ya hija. Hija ya kwanza, hija ya pili, miaka 8 itakuwa ni hija 8. Wao walizingatia hija kama ni mwanzo wa kuhesabu mwaka. Sisi mwaka wetu wa Kiislamu unahesabiwa pale mtume alipohama kutoka Maka kwenda Yathrib, mji ulioitwa baadaye ni mji wa mtume, Madinatur Rasul. Lakini nukta ya msingi hapa ambayo ndio kiunganishi ni nini? Ile hijra ya mtume ilitokana na nini? Ilitokana na harakati za ukombozi alizokuwa akifanya mtume. Yaani mtume hakwenda Madina kwa sababu alikuwa anataka kubadilisha hali ya hewa, wala hakwenda Madina kwa sababu kulikuwa kuna hali nzuri ya kiuchumi kuliko Maka, sio? Kwa nini alikwenda Madina?
kwa sababu zile harakati za ukombozi, liberation, pale Maka zilimfanya mtume alazimike ahame. Strategically ilikuwa lazima atoke, na haikuwa hatari kwake tu, ilikuwa ni hatari hata kwa wanaomwamini. Kwa hivyo nia ya watu wa Maka ilikuwa kumuua bwana mtume, na kisa kinafahamika. Sayyidina Ali akalala kwenye kitanda chake, wakija wakamkuta ni yeye, lakini lengo lilikuwa kumuua bwana mtume. Sasa pigia mstari, andika kwa herufi kubwa kwamba sababu ya hijra ya mtume ilikuwa nini? Ni harakati za ukombozi wa watu wa Maka, na harakati za ukombozi wa binadamu zilimlazimisha atoke. Hafai kuendelea kukaa katika mji ule. Strategically, kwa ajili ya kufanikiwa, ilikuwa lazima aondoke. Kwa lugha nyingine, hijra ya mtume iliambatana na liberation movement za mtume, na ndipo mwaka wa Kiislamu ukaanza kuhesabiwa tangia hijra ya mtume ilipofanyika. Kama alivyohama Musa Misri kwenda Madian, hakuhama kwa sababu alipenda kuhama, la, alikuwa akiokoa wanyonge, akiwasaidia. Ilipojulikana habari zake, ikabidi akimbie mji wa Misri, akimbie Madian, na ndivyo walivyofanya mitume. Kama ambavyo sisi tunapoamua kwamba tunasherehekea kwa mfano mwaka mpya, tunapaswa tuelewe kwamba huu mwaka mpya uliambatana na nini. Sio mujarrad wa kusherehekea tu. Kuna mambo yaliyosababisha mwaka mpya uanze kuhesabiwa kuanzia baada ya hijra. Unaposherehekea mwaka, usisherehekee sababu za mwaka kuanzia hijra. Utakuwa ni kama vile mtu kupewa nazi akajali kile kifuu akaacha lile tui. Kile kiini chenyewe cha hijra ilikuwa nini? Lile tui la sababu ya hijra ilikuwa nini? Ilikuwa ni harakati za ukombozi. Na hapa ndipo napotaka tuelewane sana katika mazungumzo yetu. Tui katika nazi ndio kitu muhimu sana. Unaposherehekea sherehe za uhuru wa nchi yako, kinachotakiwa ufahamu kwamba zile harakati za uhuru zimefikia wapi na umepiga hatua kiasi gani katika kutengeneza uhuru wa nchi yako, sovereignty ya nchi yako. Na lazima tufahamu kwamba, je, hali yako unakimbilia utumwa au ume-maintain ule uhuru na umepiga hatua zaidi? Una uhuru wa uchumi, uhuru wa utamaduni, uhuru wa kisiasa, vyote unavyo hivi? La sivyo, unatakiwa utathmini kwamba kama tumefikisha miaka kadhaa ya uhuru wetu, je, tunao bado au tuko utumwani? Ndio maana nataka kusema mwaka mpya unaambatana na ukombozi na harakati zile, na ufahamu kwamba umma wa Kiislamu duniani leo hii ukoje, kwa sababu sio mwaka mpya wa Waislamu wa Tanzania peke yao, ni mwaka mpya wa Palestina, wa Afghanistani, wa Irani, ni mwaka mpya wa watu wa Libya ambao mnajua hali yao ilivyokuwa, sio? Ni mwaka mpya wa Waislamu wote ambao wananyongeshwa duniani. Kwa hiyo kuna haja unaposherehekea vitu hivi uweke mezani tathmini ya kwamba nimetoka wapi na kwenda wapi, nini kiini cha mwaka wa Kiislamu. Hiki ni kiunganishi cha kwanza. Tukirudi katika upande wa wale wanaohuzunika, wao wanasema mwaka 61 wa Kiislamu
mapema sana, mwaka 61, karne ya kwanza ya Kiislamu, palitokea mauaji makubwa sana, mauaji yaliyosababisha kifo cha familia ya Mtume. Wale wajukuu wa Mtume unaowafahamu ambao kawaacha na wengine walizaliwa, asilimia kubwa waliuawa katika tarehe hiyo. Lakini kwa nini waliuawa? Walikuwa katika harakati za ukombozi. Kuna dhalim amemobilize watu, ameichafua dini, amehamasisha watu watoke wapigane, lakini dhidi ya nani? Ya familia ya Mtume. Na kwa nini alitoka? Na kwa nini aliuawa? Kwa sababu ya kupinga dhulma. Yeye mwenyewe akisema, huyo Imam Husaini, inni la ara almauta illa sa'adatan wal hayata ma'a adh-dhalimina illa barama, kwamba alikuwa tayari afe lakini asiishi katika mazingira ya dhulma na ukatili na ufisadi. Kwa hivyo mahala panapokutanisha Waislamu katika mwaka mpya wa Kiislamu ni concept ya liberation, ukombozi. Waislamu wanahitajia kujikomboa, mwanadamu anahitajia ukombozi. Hii ni nukta muhimu sana. Sisi hatutosimama katika harakati za ukombozi kwa sababu bado haki haijatawala dunia. Haya ndio tunatakiwa tuwe nayo Waislamu tukifikiria suala zima la ukombozi. Na mimi nimezungumza mahala fulani kwamba hata zile sherehe na sikukuu za Kiislamu zote zinaambatana na ukombozi. Sikukuu ya Idi ni baada, kama ni Idi ndogo, ni baada ya mtu kufanya mazoezi ya mwezi mzima ya kufunga. Unapofunga mwezi mzima, ile ni harakati ya kuhakikisha mwanadamu anajikomboa na shetani, anakuwa na uwezo wa kupambana dhidi ya nani? Shetani. Ndio maana ya saumu. Tunapofunga saumu, anapambana na shetani, anafanya mazoezi ya kiroho. Kisha siku ya Idi ni sherehe, anatunukiwa furaha za kwamba amefanikiwa kupambana na shetani kwa kipindi cha mwezi mzima. Ndio maana hakuna maana ya kusherekea Idi kama hukufunga, kama hukuacha maasi. Na Idi kubwa ni baada ya Hija. Kule katika Hija tunakwenda kumpiga shetani mawe, sio? Tunatafuta ukombozi wa mwanadamu. Tunachinja 2/3 ya nyama tunampa maskini. Tunataka ajikomboe na umaskini. Tunafunga Ramadhani, tukimaliza tunatoa zakatul fitri. Tunataka maskini ajikomboe na umaskini wake, sio? Kwa hivyo ibada zote zimeambatana na ukombozi wa mwanadamu. Kabla hajawa Muislamu, mwanadamu anawezaje kujikomboa? Awe na self control, anaweza kujizuia na maasi na madhambi. Wewe unataka kusherehekea bila kuangalia content ya sherehe, unatakiwa ujipime. Hapa ndio mahali pa kuungana baina ya wale wenye furaha na sherehe katika mwezi wa Muharram na wale wenye huzuni. Hawa wenye huzuni hawataki walie tu, kisha wakitoka katika majlisi ile wamelia kwa sababu mjukuu wa Mtume ameuawa, basi wakatosheka kulia tu. Yale machozi yanatakiwa yalete ukombozi, yaamshe ari ya kujikomboa. Kule katika tukio la Karbala la vita tunasimuliwa hivi, tusikilizane vizuri. Tunasimuliwa kwamba mmoja katika vijana anaitwa Al-Abbas, alikuwa na miaka 34, 35 au 36. Aliingia katika mto Furati kwenda kuchukua maji kwa ajili ya wanajeshi wa Kiislamu, na yeye alikuwa na kiu kikali sana na alitamani sana yale maji, lakini hakunywa maji kwa sababu aliwafikiria wale aliowaacha katika mahema
wakiwemo watoto wadogo na wakina mama wanaonyonyesha wengine. Unaposoma kisa hiki, ukombozi maana yake ni kujali wengine. Alafu tukakuona wewe katika sherehe ya Kiislamu pamealikwa chakula pale, wewe hamu yako ni kula kuliko wengine, ni kunyang'anyana na wengine. Tunakuona bado hujaelewa, sio? Ile concept hujaielewa. Na ndio vitu ambavyo tunavihitajia tuvifahamu. Tunapozungumza ukombozi wa jamii yoyote ile, wa vijana ndio wenye nafasi kubwa sana katika concept ya ukombozi. Vijana ndio injini. Nataka kusema vijana ndio viongozi. Sitaki kusema vijana ni viongozi wa kesho, hapana. Ukitaka uongozi kwa maana ya title, mwenyekiti, mkurugenzi, rais, waziri, pale tutazungumza mambo mengine. Lakini ukizungumza kiongozi kwa maana anayepeleka mambo yaende, kijana ndo kiongozi. Popote pale anayesukuma uchumi wa nchi, wa jamii ni kijana. Anayeathiri sana siasa ya nchi ni kijana. Kiongozi ambaye hajui wala hana sera ya kumshawishi kijana hawezi kufanikiwa. Na hasa tukizingatia kwamba katika nchi za Afrika majority ya population ni vijana. Nchi za kimagharibi utagundua kwamba wazee wengi kuliko vijana, sio? Sisi katika bara la Afrika 60% mpaka 61% ni vijana. Vijana na watoto kushuka chini. Kwa hivyo nguvu kazi kubwa sana ni ya vijana. Na ndio maana utaona wanasiasa wamewekeza sana kwa vijana, kwa sababu bila wao huwezi kupita. Na mara nyingine tumejaribu kuuliza kijana kwani ni nani? Na tumepinga sana kumweleza kijana kwa misingi ya umri, kwa maana miaka. Ni moja katika kasoro za dunia unapomweleza kijana kwa kuzingatia miaka. Na Qur'ani yenyewe vile vile inazingatia kingine kisichokuwa miaka. Kwa nini kijana ameitwa kuwa kijana? Ni kwa sababu ana uwezo na nguvu. Uwezo gani? Nguvu gani? Ana uwezo wa kimwili, ana uwezo wa kiakili, ana uwezo wa kijinsia, wa kihisia, ana uwezo kwa maana zote za uwezo. Kwa lugha nyingine, kijana ni nguvu. Suala la miaka lina nafasi, lakini halina nafasi kama ile maana hasa ya kuwa kwa nini yeye ni kijana. Kwa maana hiyo, Umoja wa Mataifa umetuwekea mipaka ya miaka kwamba kijana ni mtu baina ya miaka 14 na 25 kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa. Umoja wa Afrika miaka 15 na 35. Nchi za Commonwealth zinasema 14 mpaka 29. Hatukatai, lakini ukweli ni kwamba Uislamu unampima kijana kwa kuzingatia uwezo wake ule unaotarajiwa kwake. Ndio utaona aya inayosema kuhusu Musa, lamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma. Alipotimia nguvu zake za mwili, wastawa na nguvu za akili, tulimpa hikma na ilmu. Kwa lugha nyingine tulimpa idea, tulimpa skills, tulimpa fikra. Kwa sababu tukafikia kipindi sasa anafaa kusogezwa mbele apeleke mambo. Maneno haya nataka tuyaandike kwa herufi kubwa. Kwa hivyo kijana ni nguvu, kijana ni uwezo. Na wewe kijana unaweza kufanya ujana wako ukawa mrefu zaidi au ukawa mfupi. Kwa mfano, anayetumia madawa ya kulevya
anapoteza ujana wake. Umri utamsoma ni kijana, lakini sifa ya kijana atakuwa ameipoteza. Anayefanya mazoezi ya mwili na mazoezi ya kiroho, ya kimaadili, ujana wake unaweza kuwa mrefu sana. Anaweza kwenda mpaka karibu miaka 40 ni kijana bado, kwa sababu hajaharibu mwili wake, hajaharibu akili yake. Ukisema mzee, haina maana kwamba miguu tu imeanza kupoteza nguvu. Memory yake inaanza kupungua vile vile, uwezo wake wa kufikiria unakuwa mdogo. Sasa kama mtu ameweza kumaintain uwezo wa nguvu za mwili, za akili, za kihisia na nyingine, ujana wake utakuwa mrefu zaidi. Tuko pamoja? Yaani ujana hautakuwa na kipindi kifupi sana. Kipindi cha ujana kitakuwa kirefu sana. Na hili ndio tatizo tulokuwa nalo leo hii, kwamba kipindi cha ujana wa vijana kimekuwa kifupi sana kwa sababu ya madawa kulevya, kwa sababu ya kukosa afya ya akili, kwa sababu ya vitu vingi sana ambavyo kaingiziwa kijana huyu. Kijana anapoteza ujana wake akiwa na miaka midogo kabisa. Tizameni, mitume wengi walikuwa vijana, wakitumwa vijana wadogo. Nabii Ibrahim alikuwa kijana mdogo, fatan sami'na fatan yadhkuruhu yuqalu lahu Ibrahim, kijana mdogo. Tizama Nabii Isa alayhi salam, mpaka anaondoka, wanahistoria walompa miaka mingi sana, wamempa miaka 33 na hakuoa. Zakaria kapewa chini ya miaka hiyo mpaka 30 umri wake, na hakuoa Zakaria. Na mitume wengine wengi taarifa zao zinasimuliwa ndani ya Qur'an wakiwa vijana. Yusuf kijana. Mbali na kwamba wengi walomuitikia mtume katika risala yake alipokuwa Madina, alipokuwa Maka, ni vijana. Kina Sayyidina Ali, kina Mus'ab ibn Umair, na hata masahaba wakubwa wakimwamini mtume wakati ule walikuwa vijana wadogo, hawakuwa wazee. Uzee umepatikana baadaye. Nakumbuka mtume kabla hajafa, yuko kitandani, ni mgonjwa, amemtuma kijana anaitwa Usama ibn Zaid, ana miaka 17, aongoze jeshi la Waislamu. Miaka 17. Ndani ya jeshi lile kuna wazee na wengine. Katizame harakati za ukombozi ndani ya Qur'ani. Vijana kama Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi kisa chao kinahusu ukombozi, sio? Watu waliotoka dhidi ya nchi ambayo kiongozi wake amesimamia ideolojia ya kidhulma, sio ya haki. Wakapambana mpaka ikabidi wahame na watoke katika nchi ile. Qur'ani inasema innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Vijana. Na ndio matarajio ya jamii yoyote kwamba vijana watakuwa ndio injini ya kuleta ukombozi. Nyinyi mnazungumza Nyerere baba wa taifa, lakini kabla hajawa mbaba alikuwa kijana akifanya harakati zake, sio? Mkimtizama Nyerere kama baba mtachelewa kujifunza. Mtizameni kama kijana mdogo, ana miaka 30 na ndio waziri mkuu wa kwanza wa Tanzania. Wa kijana, sio? Kina Nelson Mandela usiwatizame kama wazee, watizame kwamba uzeeni tumewakuta baada ya kuwa walianza movement zao katika ujana. Nenda hata katika bara la Amerika, kina Malcolm X, kina Martin Luther King Jr, wote walopigania ukombozi wa mtu mweusi walikuwa vijana, walisimama mbele, sio? Kupambana. Bara la Afrika wamejaa kina Kwame Nkrumah na wengine. Mzee Mugabe alikuwa kijana wakati wa harakati za Zimbabwe, sio? Kwa hivyo vijana ndio injini ya jamii. Ukiwa haribu vijana, utaharibu hadhir na mustakbal wa jamii ile inahusika. Na ndio corruption kubwa kwa vijana leo hii.
inatupeleka mahala kuamini kwamba future ina kiza, ina ukungu. Kwa sababu tumtizame kijana wa leo yukoje, ana mtazamo gani, tufahamu kesho yake ikoje. Unaweza kuipima jamii kwa kutizama wanajali vitu gani sana. Qur'ani inamwambia Yahya, ya Yahya khudhil kitaba biquwwa wa atainahu alhukma sabiyya. Ewe Yahya, chukua kitabu hiki kwa nguvu. Neno kwa neno unasema kwa nguvu. Kwa kijana anasifiwa kuwa na nguvu. Lakini nguvu maana yake ni nini? Nguvu maana yake ni uwezo. Nguvu maana yake ni determination. Nguvu maana yake ni seriousness. Chukua kitabu kwa nguvu maana yake seriously. Nataka tuelewane hapo. Liandike kwa herufi kubwa hili. Hakuambiwa ewe Yahya chukua kitabu kwa nguvu maana yake akikamate kwa nguvu. Hapa kusudi nguvu za mwili tu. Nguvu za akili. Unapojali jambo ukalishika kwa umakini, hizo ni nguvu. Unapokosa umakini, umekosa nini? Nguvu, lakini za akili. Umakini ni namna fulani ya kuzuia nguvu za akili zikafocus. Kwa hiyo usizungumzie nguvu tu za mwili, nguvu za akili ni muhimu. Na hapa ndipo mahala ambapo tunaweza kumurika kijana wa leo na vipi anaweza kukosa uongozi anapokosa hizi nguvu. Huyo kijana unaweza ukatizama namna ambavyo dunia sasa hivi imetengeneza mazingira ya wanadamu kutokuwa makini na kujali vitu vya juu juu. Hili neno juu juu lishikilie. Mambo ya kipuuzi, ya juu juu, yasiyokuwa na umakini. Ile akili ikawa haifocus. Hii nukta muhimu. Ukitaka kuwajua watu wana mrengo gani, watizame katika sekta za utamaduni, uchumi, siasa yao. Tizama vijana wakoje, ni vitu gani wanavijali sana. Mwaka 1975 alikufa mama mmoja Misri ambaye wengi mnamjua. Jina lake ni nani? Kulthum. Mshawahi kumsikia? Mutribu, Kiswahili tunasema mutribu. Yaani mwimba tarabu kwa Kiswahili kwetu. Kulthum alikufa mwaka 75. Na yeye alikuwa mwimbaji Misri. Mnajua alizikwa na watu wangapi? Alizikwa na watu milioni 4. Walisindikiza jeneza lake. Maana yake ni nini? Unaweza ukaelewa kwamba hawa watu wakoje hawa. Kama wanaweza kutoka watu milioni 4 wakamzika mwimbaji wa taarabu, unaweza ukaielewa ile jamii ikoje, sio? Anaweza kufa kiongozi wa kiroho mkubwa, wasitoke hata ushri ya hao. Ushri maana yake 10% ya hao. Utaielewa jamii ikoje vile vile. Kwa hivyo tuko katika zama ambazo imperialistic power inatutaka tusijali mambo kwa kina, tuyashikilie mambo juu juu tu, katika elimu, katika utamaduni wetu, katika siasa zetu, katika mambo mbalimbali. Na vijana wengi tuliokuwa nao leo hii ni watu sampuli hiyo. Na viongozi wa kisiasa kwa mfano
hawako tayari kumpa mwanadamu fikra, wako tayari kumpa material. Hatari ya kumpa kijana material, usimpe fikra, ni kwamba yale material yakiisha, kwanza anaweza kuyatumia dhidi ya yule alimpatia. Unampa kisu, humfundishi namna kukitumia. Kile kisu, wa kwanza atakayechinjwa ni yule aliyotoa kile kisu kumpatia yule mtu. Na ndio vile Wamarekani walivyofanya, wakitaka kuwatumia Waislamu kule Afghanistani, wakawapa silaha. Walipomaliza, wale Waislamu waliogeukia wale wenyewe waliowapa. Usipompa mtu fikra sahihi, ukampa material, atayatumia dhidi yako. Wanasiasa leo hii kazi yao kubwa ni kuwapa bodaboda. Yule kijana akipokonywa bodaboda hana fikra mpya ya kufanya kingine. Leo hii pakipigwa marufuku bodaboda zote Tanzania, patakuwa na maandamano ya ajabu na vurugu kubwa sana, kwa sababu huyu kijana aliiga tu akanunua na yeye ya mwingine na wakapewa na wanasiasa. Sasa hana uwezo wa kufikiria option, hana skills. Na mwanasiasa hajali. Mugabe aliwanyang'anya wazungu mashamba, akawapa wa Zimbabwe, yakafa. Unawapa material, huwapi skills, sio? Lakini mwanasiasa akisha win, yeye hana shida na jambo lingine. Kwa wale watu wanaokaa Arusha, wanajua Arusha kulikuwa kuna mashamba ya Basutu. Ilikuwa Tanzania na Canada wanafanya kilimo cha ngano. Unaweza ukahamasika kisiasa, ukawanyang'anya wenye skills, ukawapa kwa sababu za kisiasa wasiokuwa na skills, na huwapi skills, alafu baadaye mradi unakufa. Na hivi ndio siasa tulikuwa nao sasa hivi ya dunia katika kuwatengeneza vijana. Tunajali yale mambo ya juu juu tu, hatutaki kwenda kwa kina. Na bahati mbaya sasa tumeingia katika Uislamu, hata katika dini tunaendesha mambo namna hiyo. Mnajua kwa mujibu wa FIFA, watu ambao ni wapenzi wa mpira duniani ni bilioni 5 something. Na watu duniani wako bilioni 8.2 takriban. Bilioni 5 nzima, asilimia 60 wanafika ni watu wa mpira. Alafu wale watu ambao ni wapenzi, ushribu fi qulubihim alqurrata, wale ambao wanaweza wakakosa usingizi kwa sababu timu yake imefungwa, ni bilioni 3.5. Na kuuliza wewe, umo haumo? Suala, unatumia muda gani kwa ajili ya mambo ya mpira, hasa panapokuwa na kombe la dunia, na likiisha linakuja jingine, likiisha linakuja jingine. Yale ya Ulaya yanakuhusu pia na wewe, na unalia kwa sababu hiyo, na unatoa pesa unakwenda kununua jezi kwa bei ghali kabisa, na wengine anavalisha sare familia nzima, mpaka watoto wadogo ambao hawajui chochote. Na imperialistic power ilipoweza kuwashughulisha vijana na mambo fulani fulani, iliwekeza pale, kwa sababu hamwezi kufikiria liberation, hamwezi kufikiria matatizo ya msingi. Matatizo ya msingi yako mengi ya binadamu, lakini akiachiwa akafikiria matatizo ya msingi, yule dhalimu hawezi kuendelea kudhulumu. Mimi kuna kisa nakitoa mara nyingi na kirudia sana, na sichoke kukitoa kwa sababu naweza mkanielewa zaidi kwa kisa hicho. Kisa chenyewe kiko hivi. Kuna bwana mmoja alikwenda benki akakopa pesa nyingi. Lengo la kukopa zile pesa ilikuwa nini? Kujenga jengo kwa ajili ya kufanya biashara. Na kweli akafanikiwa kujenga jengo kama hili au zaidi ya hili. Akaweka nyumba za kupangisha kwenye lile jengo. Lile jengo lilikuwa lina lifti. Na mkataba unasema hivi, sikilizeni vizuri, kwamba utakapomaliza ujenzi ukaanza sasa kupangisha,
ndipo utakapoanza kulipa benki. Bwana yule kamaliza jengo, kaweka wapangaji. Lakini baada ya kuweka wapangaji, kwa muda mfupi sana malalamiko yakaanza kuja, na wapangaji wengine wanatoka kwenye nyumba. Haya malalamiko nini? Malalamiko kwamba hii lifti inakwenda taratibu sana, inapotezea watu muda. Yaani hata anayepanda kwa miguu tu hivi kwa ngazi anaweza kupanda na kushuka, jamaa hajafika bado. Sasa watu wamekereka, wameamua kwamba hawataki nyumba. Tuko pamoja mpaka hapo, sio? Alafu benki inataka pesa. Jamaa akawa na huzuni sana kwamba sasa nitalipa vipi? Akamuita injinia wa kwanza, akakagua ile lifti, akamtajia maelfu kadhaa ya fedha zinazohitajika kurekebisha lifti. Lazima tutoe hii, tuweke nyingine, tusimamishe jengo lisikalie watu kwa miezi fulani. Akaona huyu hamfai, akamleta mwingine vile vile, akataja maelfu ya dola. Jamaa kakosa amani, anadaiwa na benki na biashara haiendi. Siku moja amekaa mahala anakunywa kahawa, rafiki yake mmoja akatokea, wakasalimiana. Akamwambia, lakini bwana, mbona nakuona kama huna furaha? Ni mtu mahamumi, una huzuni? Akamwambia, kweli nina huzuni, sina furaha. Kwa nini? Akamsimulia. Tuko pamoja jamaa? Akamsimulia kisa chote. Yule bwana akamwambia, mimi sihitaji maelfu ya dola kukutatulia tatizo, nahitajia dola 100 200 tu nitatatua. Akamwambia, wewe unafanya masihara bwana, mimi niko serious. Hapana, dola 100 na 200 mimi nitamaliza tatizo. Akamwambia, karibu. Jamaa akaingia kazini, akaenda madukani, akanunua vioo vikubwa, akaja akavipachika kwenye ile lifti, kulia kushoto nini, akavipachika vioo. Nataka tusikilizane vizuri hapo. Kisha akamaliza ile lifti, ikawa na vioo, ukiingia unajiona. Akamwambia, wewe ingiza wapangaji. Maka ingiza wapangaji, hakuna anayelalamika. Mambo yakaenda vizuri. Akamwambia, sasa vipi, umetatuaje? Uchawi gani umefanya? Anamwambia, sikiliza, pale akiingia mtu kwenye lifti anashughulishwa na sura yake. Kama ni mwanamke, anaendelea kupaka lipstick yake pale zaidi kidogo, anageuka, anajitizama kulia kushoto, anaangalia namna alivyopendeza. Kama ni mimi, narekebisha kofia zaidi kidogo, naangalia suti yangu namna gani, mpaka mlango unafunguka, sijui kwamba muda umekuwa nini mwingi. Kwa hivyo mtu kwa kujishughulisha na kioo amesahau tatizo la msingi. Tumeelewana? Na tatizo likaisha. Hivi mnafahamu kwamba sisi imperialist powers zimetuwekea vioo vya kujitizama na kushughulishwa na mambo ambayo yametufanya tumesahau mambo ya msingi. Hakuna vijana wanaopigania ukombozi tena. Mmekielewa kisa vizuri, sio? Na kisa hiki kinatuongoza katika aya tuliyoisoma. Firauni alipokutana na Musa, mjadala ulikuwa nini? Mjadala ulikuwa kwamba wewe sio Mungu, kuna Mungu. Musa akatoa hoja zake, sio? Ikafikia mahala hata wale wachawi wenyewe wakamwamini Musa. Firauni akitizama anaona public opinion imemtoka. Natumia neno public opinion kwa lugha ya wanasiasa. Hana watu. Akaona ageuze kibao. Firauni aligeuza vipi? Ndio aya hii katika surati Ghafir. Waqala Firauni akasema, ya Hamanu, ewe Hamani. Hamani alikuwa waziri wake. Baada ya kuwa mambo yameshachafuka, anamwambia waziri wake, ewe Hamani, ibni li sarha, nijengee mnara, nyumba ndefu.
la'alli ablughu al-asbab, ili niweze kuzifikia njia. Njia gani? Asbab as-samawati, njia za kwenda mbinguni. Kwa nini? Fa attali'a ila ilahi Musa, ili nimuone huyo Mungu wa Musa. Kisha anasema wa inni la adhunnuhu kadhiba, na mimi naamini huyu ni muongo. Kilichoendelea baada ya pale nini? Watu wameshughulishwa na ujenzi wa mnara ili wamuone Mungu wa Musa, alafu mjadala wa msingi ukafa. Umeelewa jamaa? Ule mjadala wa msingi kwamba we si Mungu na kuna Mungu ulifia pale. Sasa katika maisha tunayoishi leo hii, ukiona mtu kama Ummu Kulthum wa Misri mwaka 75 amezikwa na watu milioni 4, ujue kwamba hawa watu kibla chao ni nani? Kibla chao ni nini? Role model nani? Wewe nenda sasa hivi kwenye social media. Hivi mnafahamu kwamba bara la Afrika na bara la Ulaya na nchi za Kiarabu, ni nani anayetumia muda mwingi sana katika social media katika hawa? Ujaribu kuona hapo. Nchi za Ulaya wanatumia kwa wastani wa kila mtu, kwa wastani wa lisali 1.5 mpaka masaa 2.5 kwa siku wanatumia kwenye social media. Bara la Afrika ni wastani wa masaa 2 mpaka 3, yani ni zaidi. Ndio wastani. Kuna watu wanaotumia zaidi, lakini tunasema wastani, sio average. Lakini kuna miji mikubwa duniani katika bara la Afrika wanatumia mpaka masaa 5 kwa siku, na miji yenyewe imetajwa ni kama Johannesburg, Nairobi na Lagos. Mpaka masaa 5 kwa siku kwenye social media. Alafu nchi za Kiarabu zimekwenda beyond. Nchi za Kiarabu mpaka masaa 4.5 wastani huo. Alafu kuna nchi zimekwenda masaa 5 kwenda zaidi, kama vile Saudi Arabia, Kuwait, Qatar na mfano wake. Sasa kwenda katika social media si issue. Issue ni kwamba unatizama nini, kwa sababu kuna algorithm. Kila unachopenda kutizama ndio kitacholetwa sana, si ndio jamaa? Kama mtu wa mapishi ndio atakayoonyeshwa sana, ndio algorithm. Na kasomeni kuhusu algorithm, maana yake inatokana na Khawarizmi ambaye alikuwa mtaalamu wa Kiislamu wa mahesabu. Sasa ile algorithm inatufanya sisi wengi katika sisi ndio ile watu wa mpira wako kiasi kile tulichokitaja, sio? Lakini nataka kuwaambieni kwamba media ndiyo inayotengeneza akili za watu kwa kipindi hiki. Naombeni katizameni watu wenye followers milioni 10 kwenda mbele. Sitaki muende nchi nyingine. Hapa Tanzania nilikuwa nikipitia wakati naandaa madai, natizama wale ambao wana followers wengi. Nakuta mtu ana followers milioni 10 plus, zaidi ya milioni 10, lakini ni contentless. Hakuna kitu ndani, ni mambo ya juu, vituko, kucheka na kuchekeshana. Wewe unataka jamii yenye kucheka ndio ifanye liberation, ambao hakuna seriousness. Tumesema seriousness ni moja katika nguvu za akili. Umakini sio kuazimia mambo, determination sio, ni katika nguvu za akili. Na kijana ni nguvu, alafu mnatutengenezea content za kucheka kila saa na maskhara tu, hakuna seriousness.
Na ndio sasa kila mtu siku hizi kaa na simu yake anacheka kama wazimu. Kama mahala hospitali mnasubiri kuingia, utaona watu wanacheka cheka ovyo. Kila mmoja anacheka na simu. Hii ndio jamii tunayoitaka ilete ukombozi. Ipiganie uchumi, ipiganie nini? Hawa vijana walolegea wa leo, mara nyingi nasema wamelegea mpaka surale zao. Maanake surale pia kuikaza hawezi. Ndio tunamtaka alete mapinduzi, alete ukombozi. Ile concept ya jana nani, sio? Yaani akitokea kule mpaka akifika hapa karibu, kumbe wa kiume. Maanake mpaka afike karibu na utajua. Kwa jana tulikuwa nao, sio? Ataka asuke, ataka jipambe, dada yake anakaa kwenye kioo nusu saa na yeye anataka kukaa kwenye kioo nusu saa ili atoke, sio? Lakini wametengenezwa hawa vijana. Kwa hivyo utaona ana milioni 10 followers, alafu katizame watu wenye kuzungumza mambo serious. Nani anawafuatilia? Hakuna. Hili limewafanya mpaka baadhi ya mashehe ili wasikilizwe wamekuwa mashehe mahoka. Yaani ili usikilizwe lazima uwe na vituko kidogo. Ukikosa vituko na wewe ni shehe, hakuna anayekusikiliza. Kwa sababu jamii ni jamii ya kucheka na vituko. Yule shekhe anayesifu maumbile ya mwanamke na anasema mimi napenda mwanamke wa sampuli hii, akatumia msamiati wa vijana wahuni, yule shekhe ana followers wengi. Na wewe ukitaka na wewe nao wengi, unaanza kubadilisha language, na wewe unaanza kutafuta lugha ambayo ni ya mahoka. Sasa hili tabaka la vijana tunaotengeneza sasa hivi, anayeamini mimi ili nitoke, wanasema lugha yao kutoka. Wana shortcut za kutoka. Shortcut za kutoka ni nini? Awe mwimbaji. Yaani wewe nguvu yako yote unaipeleka kwenye sauti. Sauti yako nzuri, uimbe. Leo hii tunahitaji shujaa anayeimba. Amefanikiwa kwa sababu ya kuimba. Mwanaume. Na utagundua kitu muhimu. Ndio tunasema imperialistic power, kwa sababu concept ya imperialism ni kutoka beyond your boundaries kwenda nje, kutaka kutawala watu kiuchumi, kisiasa, na kubwa kuliko yote kutawala watu kitamaduni. Kuna uhusiano mkubwa baina ya utamaduni na uchumi. Nyie kwa sababu ni vijana wasomi, na nataka kutoa mifano hii. Mmoja katika wanafikra, wanafilosofi wa Kiirani alikuwa akisoma Ufaransa ujanani mwake. Siku moja, kwa sababu kusoma Ulaya maisha ni magumu, ikawa anatafuta kazi za masaa ili zimpatie pesa aweze kujikimu akiwa masomoni. Yeye alikuwa anasoma mambo ya sosiolojia na mambo ya saikolojia. Akaona katika gazeti pametangazwa wanahitaji mtaalamu wa fani hizo kwenye kiwanda cha nini? Cha magari. Yeye kashangazwa, lakini aka-apply kwenda kufanyiwa interview, mahojiano, wakamkubali. Akaajiriwa kwamba afanye kazi kwenye kiwanda cha magari. Akaandikwa. Lakini baada ya kukubaliwa akamuuliza yule bwana, lakini mimi ninashangaa, nyinyi mnatengeneza magari na mimi taaluma yangu ni mtaaluma ya binadamu, ni katika humanities, nasoma masomo ya binadamu, sio masala ya kutengeneza magari na kuuza magari. Mimi naajiriwa kwenu nifanye kazi gani? Tuko pamoja jamani? Sosiolojia na saikolojia ilikuwa binadamu na dini na binadamu, mtu mmoja au jamii, sio? Haya magari ni biashara tofauti na hata si binadamu. Wakamwambia hivi, sisi kuna maeneo duniani tunataka kupeleka bidhaa zetu, lakini tunataka kujua vionjo vya watu wale. Nisikilizeni vizuri. Tunataka kujua nini? Vionjo vya watu wale. Yaani wanapenda nini? Wana utamaduni gani, sio? Ili tuwapelekee kwa mujibu wa nini? Testi yao, vionjo vyao. Na kama hawana vionjo hivyo, tutavitengeneza, tutacreate vionjo.
Yanataka kusema hivi, wewe ili uweze kufanya biashara ya kumuuzia Masai nguo, si lazima ujue mavazi yake, si lazima ujue utamaduni wake, ujue rangi anazozipenda. Na kama unataka kumbadilishia vionjo, si lazima ujue utamaduni wake. Nataka kuambieni kwamba mambo ya kitamaduni mnayofanyiwa, lengo lake kubwa ni kutengenezewa vionjo ambavyo vitaleta biashara. Sasa katika mambo ya juu tuliokuwa nao leo hii, na nyinyi ni vijana wa vioni, nyinyi hamuingii katika TikTok na kwingine kule mkaona watu namna ambavyo wanaeleza kuhusu madawa mbalimbali, sawa ya kienyeji na sio ya kienyeji, alafu wale watu hata si madaktari, alafu mnaona watu wanavyowasikiliza kwa mimi bwana situmii tena vitunguu hivi kwa sababu vina tatizo hili. Katoa wapi? Kwenye social media. Ndio mambo ya juu nawaambieni, sio yanatengeneza mtu sio serious, hajui achukue wapi jambo serious. Na nyinyi mnaona ni ya kawaida hawa. Je, mkienda China, hii TikTok haiko China. TikTok hii na content zake haiko China. Hata ukienda ukaitafuta hupati. Kwa sababu wana malengo na watu wao. Hawawapi kila product. Wana agenda na watu wao, wanahakikisha watu wao wakiingia katika media watajengwa. Ama sisi nchi zetu ni holela, hewallah. Na nchi za kibeberu, imperialist power, zinakutaka wewe kiongozi wa Afrika uwafungulie milango waingie wananchi wao. Yani waachie waingie wananchi, usizuie wao kuwafikia wananchi. Na hasa katika utamaduni ndio jambo kubwa sana. Na sisi nchi zetu tumefungua milango, wale wanaweza kwenda moja kwa moja wakazungumza na mwananchi. Mchina hakuruhusu, mtu wa Korea ya Kaskazini hakuruhusu. Wewe uje na media yako waingie wananchi wake, kwa sababu anajua ukienda moja kwa moja utawatengenezaje. Sasa sisi tuko namna hiyo, ndio utaona leo kila mtu daktari anatoa mawazo na yanachukuliwa na watu wanawatendea kazi. Nchi ambazo zina maana zinazuia mtu kusema mambo ambayo si taaluma yake, kwa sababu anaharibu yani, sio? Lakini sisi ole. Juzi na mpaka sasa hivi vita vya Irani, si mmeona wachambuzi, kila mtu ni mchambuzi. Haya, kasomea nini? Hakuna anayehoji. Lakini mimi naweza kuchukua taarifa za Kiarabu na Kiingereza na mimi nikazisema, naitwa mchambuzi. Alafu tunachukua. Na tatizo la media, trust yetu ni kubwa. Mimi huambia watu mara nyingi, wakati ule sisi tunakulia. Wakati tunakulia sisi, ilikuwa kuvaa saa ni muhimu sana. Zamani saa yako hiyo unairekebisha vipi? Kujua iko sawa sawa. Unasikiliza Radio Tanzania hivi sasa ni saa 10 kamili na unatizama saa yako unairekebisha. Lakini yule bwana naye katizama saa kama ya kwako ndio akasema vile. Si ndio? Lakini wewe ya kwako unairekebisha kwa mujibu wa ile ya kwake, maana yake na ya kwake ni saa pia. Tuko pamoja? Hiyo ndio trust ya watu kwa media. Sasa sisi tumetengenezwa vijana leo hii katika sekta ya elimu. Wakati mimi niko chuoni tunafanya mtihani wa mwisho. Wakati ule nilianza kufanya kazi ya kutoa fotokopi kwa wingi ya vitabu, kwa sababu ninajua kitambulisho changu kitaisha, sitoweza kuingia library. Kwa hiyo kazi yangu ikawa kutoa kopi ya vitabu. Lakini wenzangu walikuwa wakinicheka, ananiambia sisi tunamaliza, wewe ndio unaanza. Na wengine walilipa vitabu kwamba tushamaliza. Hiyo ndio elimu tuliopewa sasa hivi. Tunakwenda kumaliza shule, sio kumaliza elimu, kusoma. Ndio utaona hata graduation ni sherehe za kumaliza, sio sherehe za kufaulu. Watu vijana wa form 4 wanafanya graduation kabla ya mtihani.
Wanasherehekea nini hatujui. Sasa tumetengeneza ni watu wa vitu vya juu juu tu, hatuendi ndani na mtu hataki yani mimi nakumbuka ukiingia kwa daktari zamani ana vitabu vingi ofisini kwake. Daktari wa sasa hivi kishamaliza yeye. Daktari zamani ana vitabu katika ofisi yake. Pale pale ofisini ana vitabu. Kuna mambo atahitajia bado apekure. Mwanasheria wa zamani ofisini kwake ana vitabu, mwanasheria wa sasa hivi hahitaji. Mambo ya juu juu tu. Na mashekhe wa sasa hivi ni hivyo, hakuna kusoma, ni kutoa mawaidha. Hakuna usomeshaji siku hizi. Darasa zote za misikitini zimekufa, watu wanatoa mawaidha tu. Mtu akisema shekhe wangu yule, sio kwamba amemsomesha, la, anamsikiliza tu kwenye mawaidha. Na kila mtu ni shekhe. Seriousness hakuna, ujana huo unapelekwa kwa mtiriko huu, hatutofikia. Kuna mengi ya kusema, lakini kwa nini tumekutana hapa? Katika ardhi ya Karbala mwaka 61, katika vita vile vya Waislamu wanapambana kuhakikisha Uislamu unabaki, maana ungetoweka. Palikuwa na vijana serious, sio vijana wanaokimbia mapambano. Nendeni katizameni takwimu kwenye jeshi la Marekani, kuna mashoga wangapi? Shoga anatarajiwa apigane, si ndio yule akisikia milio ya makombora anakojoa? Hamkuona kule Israeli? Mtaona kama ni maskara. Katizameni takwimu za askari wangapi walokataa kwenda vitani Marekani, na sababu ni nini? Hafu mkatizame sababu ya kuogopa kifo. Lakini alipokwenda kuajiriwa alikuwa anakwenda kwa ajili ya nini? Ajira. Tunatengeneza vijana wa kupambana sisi. Media yetu inamtengeneza kijana wa kweli. Ndio tunasema mara nyingi, huyo kijana anayekwenda shule kwa gari ya njano, akipanda gari analala mpaka aamshwe na anko kwamba tumefika shule. Akifika darasani pia analala. Akirudi nyumbani anabembelezwa, maliza hicho chakula nitakuchapa. Haya mwanangu maliza. Huyu kijana tunataka apambane na maisha. Siku akizuiliwa kazi pale, akifukuzwa ofisini kazini, anajinyonga. Sisi tumekwenda na fagio shuleni, tumekwenda na jembe, tumekwenda na kopo la kumwagilia. Tukifika darasani, kabla ya darasani mchaka, alafu ukirudi umepauka kisawa sawa kwa sababu ulifagia vumbi. Na unalima. Leo vijana wangapi hawajui kulima Tanzania, alafu tunasema uchumi wetu unategemea kilimo. Na mkiacha kulima mmeshatengenezwa nyinyi watu legelege, anakuja bepari mwekezaji anachukua eka 5,000 yeye ndo analima. Alafu nyinyi mnakuwa nani katika nchi yenu? Mnasema nchi yetu. Sasa Karbala palikuwa na vijana ambao hawakimbii vita. Kawasomeni. Familia ya Mtume Al-Qasim ibn al-Hasan. Huyu ni mtoto wa Hasan ibn Ali ibn Abi Talib. Katika familia ya Mtume kuna kijana akiitwa Ali al-Akbar. Hawa wanaulizwa, mnaonaje kifo? Majibu yanakuwa ahla min al-asal, kitamu kuliko asali katika hili tunalolipigania. Nyinyi hamjagundua kwamba wale wazee wetu walipopigania uhuru kuna waliokufa, lakini sasa hivi hatuna wapiganiaji ambao wako tayari kwa ajili ya hilo? Hamjagundua vijana wa sasa hivi wanapigania utumwa na ukoloni? Wanapigania kuhakikisha mkoloni anakwepo. Wakiguswa wanakwenda kushtaki kwa mkoloni. Nyie hamyaoni haya? Wakiguswa wanakwenda kushtaki kwa mkoloni. Mkoloni si ana balozi zake? Wanakwenda kushtaki pale. Jamaa wanatuonea. Hivi yeye akija anakuja kukutetea wewe au anakuja kutetea maslahi yake? Bora mnawaonea sana mabwana wana. Wapeni nafasi bwana nini? Alafu kama mwapi tutampa fursa fulani yeye
awe na nafasi zaidi, lakini wanakwenda na ajenda hizo tu, au wanakwenda na ajenda nyingine za kiuchumi. Anayewafungulia mlango nani? Ni sisi. Bibi Zainab ni mwanamke aliyepigana katika ardhi ya Karbala, alikuwa na vijana. Mume wake alikuwa anaitwa Abdullah ibn Jaafar ibn Tayyar. Mume wa nani? Bibi Zainab, Abdullah ibn Jaafar at-Tayyar. Kisha kulikuwa kuna vijana kama Aun, mtoto wa Bibi Zainab, na Jaafar at-Tayyar. Ni watu waliokufa katika mapambano. Fursa ya kukimbia ilikuwepo, lakini hawakukimbia. Sasa tunapotaka leo hii kupambana, vijana wetu wawe na skills za kutosha, kuwa power. So nasema empowerment, power kwa kijana. Power ya kwanza nini? Education. Uwezeshaji wa kwanza, uwezo ni kumpa kijana elimu, maarifa, skills. Na asisome kwa ajili ya ajira, asome kwa ajili ya elimu yenyewe, kwa sababu elimu inamnyanyua daraja mwanadamu, anafikia ule ukamilifu wa binadamu. Walaqad karramna bani adam, kwa sababu ya elimu. Umeona? Ndio allama adam al-asmaa kullaha, walaqad karramna, elimu. Kwa hivyo lazima sisi, silaha kubwa ya kupigana kijana wa sasa hivi awe mbele katika elimu, na familia iwekeze katika elimu. Alafu baada ya pale empowerment itahusu uchumi. Maana ukifa, kabla hujafa, ukiacha mali nyingi kwa watoto lakini hawana elimu, ile mali mwaka haufiki. Ndio tunasema material bila skills itapeperuka. Ndio tatizo lilokuwa nalo mpaka sasa hivi. Baba mzuri ni yupi? Ni yule anayetoa material kuliko skills kwa mtoto, na mtoto anamtathmini baba kwa kupewa material zaidi kuliko skills. Kwa hivyo elimu, uchumi utafuata baadaye, utafuata mkondo na mengine yafuate. Ndio tunaweza tukawa ndio Aliyul Akbar wa zama hizi, Al-Qasim, Aun na wengine ambao tunawasoma katika ardhi ya Karbala. Ndugu zangu, muda wangu wa lisali moja niloambiwa kuzungumza nimezidisha kidogo, lakini lengo langu kutaka kusema kijana ni kiongozi popote anapokuwa, lakini akiharibiwa atatuongoza katika mambo ya kuharibu, kama ambavyo imperialistic power imefanikiwa kiasi kikubwa kumtengeneza kijana awe huyu tunayemwona leo hii. Hazimi, hawashi, hana kazi, hana bazi, hatumtarajii kwa ajili ya mustakbali wetu. Nasalullah al-auna wa tawfiqa lima yuhibbu wa yarda, innahu waliyyu tawfiq wa bihi nasta'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Kwa sasa tuna muda wa maswali kulingana na kile ambacho ameweza kukiwakilisha kwetu, tuweze kupata maswali kutoka kwenu nyinyi wasikilizaji au kwetu sisi wasikilizaji. Kisha baada ya hapo tutaendelea na ratiba nyingine. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naomba ni jibu maswali matatu haya, japokuwa tumetumia jitihada na nguvu sana kuzungumza kutokana na mazingira ya nje, na hawakutaja majina yao waliouliza maswali. Lakini ningeanza na swali la pili ambalo linauliza kuna tofauti gani ya kimsingi ya uongozi kwa mujibu wa madrasa ya Karbala, lakini na yale yanayofundishwa vyuo vikuu. Nataka tuanze na hili kwanza. Kwanza, unapozungumza uongozi katika madrasa ya Karbala, tunazungumza uongozi kwa mujibu wa Uislamu. Tuelewane mpaka hapo Madrasa ya Karbala haina tofauti na mafunzo yale ya msingi ya Kiislamu. Kwa hiyo ni sawa sawa na kuuliza mtazamo wa Kiislamu na usiokuwa wa Kiislamu wa vyuo vikuu kuhusu kiongozi. Kwanza tukubaliane kwamba kuna mambo mengi ambayo tunaafikiana katika kumzungumza kiongozi, baina ya yale yanayofundishwa katika shule na vyuo na upande wa Uislamu.
Kwa mfano, sifa za kiongozi, kuna sifa nyingi ambazo tunakubaliana. Awe mbunifu, awe ana confidence, awe ana kadha, sifa nyingi, wengine wametaja mpaka karibu 50 ambazo nyingine zinaingiliana, kwamba leader na leadership namna inavyofundishwa, awe anashirikisha wengine, sio? Na haya maudhui ni mapana sana ukiyazungumza ndani ya Qur'an, sio? Lakini kuna maeneo tunatofautiana ya leadership, uongozi baina ya Uislamu na wasiokuwa Waislamu. Sitaki kurefusha, lakini utagundua kwamba katika ulimwengu tunaoishi kuna zile sifa za kiongozi mnazofundishwa katika vyuo vikuu, alafu kuna uhalisia wa jamii tunayoishi ambao ni tofauti na mnavyofundishwa. Narudia, kuna sifa za viongozi mnafundishwa, alafu kuna maisha tunayoishi kiongozi anapatikana vipi, alafu kuna na Uislamu. Kwa mfano, ukisoma kisa cha Bani Israeli walipoomba waletewe kiongozi ili wapigane na mtu anaitwa nani? Jalut, katika sura al-Baqara. Walimuomba nabii wao, wakamwambia, mwambie Mungu atuletee kiongozi, ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah, ili tuweze kupambana. Majibu yakawa kwamba inna Allaha qad ba'atha lakum Taluta malika, Mungu kakuleteeni Taluki kwa ndo kiongozi, sio? Sikilizane vizuri. Bani Israeli wakasema, anna yakunu lahu almulku alaina, atakuwaje kiongozi bwana huyu, namna gani? Walam yu'ta sa'atan min almali, na hana mali, hajapewa wasawa fedha. Kwa hivyo Bani Israeli kigezo chao cha kiongozi nini? Awe na chochote. Haya mnafundishwa chuo kikuu? Hamfundishi. Lakini dunia ya demokrasia leo hii, unaweza kumpata kiongozi bila pesa? Awe na sifa zote lakini haunyoshi mkono, atakuwa kiongozi? Si utaambiwa mkono mtupu haurambwi, Kuanzia wale walotuletea demokrasia mpaka wa chini. Obama hawezi kuwa rais wa Marekani kama hana pesa au hajazungukwa na wenye pesa. Na ndio malobisti kama vile AIPAC kule Marekani wameweza kushika dunia kwa sababu wao ndio wanamsapoti kiongozi kwa pesa. Na Mwalimu Nyerere alisema kwamba sisi tulikuwa tunatafuta kiongozi bila pesa, nyinyi mmekataa, mnaiga wale, lakini si mfumo sahihi. Mtaona hata katika familia koram hata ikitimia kikao hakiendelei kwa sababu fulani hajaja. Nini? Ndio mwenye pesa ndio anamtunza baba na mama, ndio anayesaidia jamaa, kikao hakiendi bwana. Na hata kama yeye sio mkubwa, anakuwa mkubwa moja kwa moja, ndio mkuu na kwa hali hiyo kwamba kila mtu anakwenda mbio kuzitafuta kwa sababu ndio zinazomfanya awe kiongozi. Sasa nataka kusema kuna reality hiyo ya kibeberu. Mpaka hapa tumeelewana, sio? Japo hayo hayafundishwi. Sasa namalizia kwa sababu haya ni maudhui mapana sana. Namalizia kwa kusema hivi, katika tofauti za msingi sana baina ya sisi na wasiokuwa sisi katika vyuo wanapofundisha mambo ya leadership, hapa ndio tofauti ya msingi. Na nyinyi mtagundua wanafundisha uongozi, wanafundisha kiongozi na sifa za kiongozi na kiongozi aliyefanikiwa, lakini hawafundishi mwongozo. Na hakuna kiongozi bila mwongozo. Mwongozo ukiwa sio sahihi, hatuna haja ya kujadili kiongozi mzuri. Narudia, mwongozo ukiwa si sahihi, hakuna haja ya kujadili kiongozi mzuri. Yaani direction ya basi ikiwa sio sahihi, hakuna haja ya kusifu dereva mzuri. Mko pamoja? Yaani kwa mfano mimi niko Arusha hapa, nataka kwenda Dar es Salaam.
naamua kuondoka njia ya Manyara Babati hiyo mpaka Singida, Singida naenda mpaka Ikungi huko, wapi kule, sio Ikungi kule, njia ya Tabora, Manyoni. Manyoni ni nyuma, njia ya Tabora. Sasa nikiwa dereva mzuri, kuna maana kwamba nitafika Dar es Salaam? Yani mimi nakusudia Dar es Salaam na udereva wangu ni mzuri, lakini nachukua njia ya Singida mpaka Shinyanga, nitafika Dar es Salaam? Je, nikiongeza spidi pengine nitafika? Hapana. Kwa hivyo mjadala wa dereva mzuri hapa ameendesha vizuri hauna maana, kwa sababu hatufikishi. Tatizo la vyuo vyetu ni kujadili kiongozi mzuri ni nani, lakini mwongozo mzuri haujadiliwi. Uislamu unazungumza mwongozo kabla ya kiongozi, na kiongozi anatakiwa afate nini? Mwongozo. Tutafika na tutamuondosha kiongozi kwa sababu hajafata mwongozo. Na ndio mjadala wa kwamba mwongozo mzuri ni upi sasa? Ni uliberali? Ni ubepari? Tutakuja kujadili sasa kama ni mwongozo sawa sawa. Umetuletea athari gani katika uchumi? Umetuletea athari gani katika utamaduni? Uliberali umefanikiwa kiasi gani? Umefeli kiasi gani? Kwa hivyo kujadili mwongozo ni swala la msingi sana kabla ya kujadili kiongozi. Nadhani nitakuwa nimelimaliza hilo. Nadhani utakuwa umeridhika na hilo kwa ufupi. Na nachukua swali la 3 kwa haraka haraka. Ikiwa moja katika njia za empowerment ya kijana ni elimu, kwa nini sisi wafuasi wa Ahlul Bayt hatuwekezi katika elimu? Ndio swali lilokuwepo pale. Majibu yangu yatakuwa ni haya. Ukweli ni kwamba labda useme kwamba tuongeze jitihada, lakini uwekezaji katika elimu upo mkubwa sana. Labda uzungumzie kuwekeza, yani kuongeza jitihada. Mimi siwezi kuzungumza kwa niaba ya Bilali kwa mfano, lakini nafahamu kwamba Bilali Muslim wana mchango mkubwa sana katika kuwekeza kwenye elimu, sio ya kidini tu na ya kisekula. Kuna vijana wako vyuo vikuu wanasomeshwa na Bilali. Kwa yule ambaye ana dhiki, sijatumwa na Bilali, ajaribu kufuatilia, anaweza kujua ni dirisha gani ile linasaidia vijana wa vyuo. Bilali lipo. Hapa Moshi kuna vijana wa ufundi hapa wanasoma chini ya Bilali. Arusha kuna shule pale chini ya Said Shuhadani, shule ya kisekula. Dar es Salaam kuna Whippers kule, na watu wengine binafsi wamefanya hivyo. Kwa hivyo nadhani kuna uwekezaji katika elimu, lakini tunahitajia kuongeza. Waislamu kote duniani wanatakiwa hatua ya kwanza wawekeze katika elimu. Wakajifunze kule Malaysia na nchi nyingine mbalimbali, ile asilimia ya bajeti ya nchi katika elimu ni kiasi gani. Hapo ndio inapopimwa kwamba watu hawa wameamka kiasi gani. Nadhani tumeelewana katika hilo. La mwisho ni lile la kwanza. Misingi ipi ya Karbala inaweza kumwandaa na kumtengeneza kijana? Kwanza tukubaliane adhana hiyo, lakini mngeniruhusu nimalizie tu. Tukubaliane kwamba Karbala ni shule inayokusanya mafunzo mengi sana, sio kwa kijana tu. Ndio wale walosema kullu yawmin Ashura wa kullu ardhin Karbala, kwa maana kwamba kila siku tunayoishi ni siku ya mapambano, na kila ardhi tunayokaa ni ardhi, ni medani ya mapambano. Mwanadamu akiishi hivi atafanikiwa. Unapambana kiuchumi, unapambana kitabia. Si tunaishi katika mapambano jamaa. Wewe huoni shetani kila unapoamua kufanya kheri anakuzuia, na wewe unapambana kumshinda? Hatuwezi kutoka nje ya mapambano. Karbala ni kielelezo cha maisha ya mwanadamu. Sasa kuna vijana, kuna wanawake, kuna watoto, kuna wazee kina Habibi bin Mudhahir. Hakuna sampuli ya binadamu ambaye haikuwepo pale. Watoto mpaka wanaonyonya, Abdullah Radhi. Wanawake walopambana, Ramla mke wa al-Imam al-Hasan alikuwepo Karbala. Ummul Banin mke wa Imam Hussein, mama yake na al-Abbas alikuwepo.
Zainab akiwa mshika bendera, wazee, watu wa makamu wa umri wa kati. Sasa ni shule. Ukitaka kuzungumza matatizo ya maji duniani na kwamba maji ni haki ya msingi ya mwanadamu, kaitizame Karbala. Ilitufundisha kwamba hata mnyama ana haki na maji. Tuko pamoja? Juzi nikiwaambia vijana, ukiwa na uadui na mtu, bakiza akiba. Wale wanaokwenda kupigana vita wakavunja madaraja yote, na nyie mkishindwa mtakimbilia wapi? Simbakize hata moja, mkirudi mtavuka, sio? Sasa katika darsa za Karbala ni kwamba usimkatie tamaa adui yako. Imam Hussein angekata tamaa na Hurr ibn Yazid al-Riyahi, asingehama jeshi. Yule amekuja kumuua, lakini hajakata tamaa, naye anamshawishi bado. Kuna uwezekano wa adui kubadilika kuwa rafiki, sio? Usikate tamaa. Kwa nini nayasema haya? Nataka kusema kwamba Karbala ni chemchemu ya maarifa ambayo haiwezi kukauka maji yake. Uwezo wa akili yako tu wa kuweza kuchambua ndio muhimu. Kwa wale waliosoma literature, simesoma literature, una hakiki baadaye kazi ya fasihi, utaelewa maana Karbala kwa mujibu wa taaluma ya literature, sio? Sasa vijana walikwepo, vijana kama kina Ismail Nabii walikuwa tayari kufa. Ndio maana tunazungumza kwamba vijana wa leo hii wako tayari kwa ajili ya ukombozi na kupigania haki, wakawa tayari kufa. Hiyo ni lesson kubwa sana, kwa sababu Qasim ibn al-Hasan alikataliwa na ammi yake kuingia vitani, kwamba wewe kaa bwana, mimi nikikuona namkumbuka ndugu yangu al-Imam al-Hasan. Lakini ameng'ang'ania kwenda vitani, amerudi kwa mama yake Ramla. Mama yake baadaye anamtolea barua na wasia wa baba kwamba bwana, ingia, ukiona ammi yako yuko katika dhiki usimwache peke yake. Na aliposoma ile barua aliondoka kwa furaha, akimkimbilia al-Imam al-Hussein kumuonyesha kwamba bwana, umenizuia nisiingie, lakini nina kibali cha baba. Wewe kijana wa sasa hivi unamuonaje wewe? Haya mambo tu ya ukombozi wa kiuchumi, unamuonaje kijana wa sasa hivi? Anasoma, akimaliza, wewe uliomsomesha anarudi anakuomba tena mtaji. Elimu sio mtaji jamaa. Akimaliza mtaji anarudi tena anahitajia mtaji mwingine. Hawezi kuzalisha mtaji pia. Nataka mkisema ukombozi na mapambano muyaingize katika medani zote za kimapambano. Kwa hiyo nataka kusema hilo kwa ufupi. Tuwatizame wale vijana na hasa katika kujitolea kwao katika dhana nzima ya ukombozi. Nadhani tutakomea hapa inshallah. Bismillah.